Na mtazamaji, na karibu kwenye awamu ya pili ya mazungumzo haya, hii leo ikiwa ni siku ya ugatuzi. Basi ni siku ambayo mtazamaji tunadadavua masuala kuhusiana na ugatuzi, na kama nilivyokuwa nimekuahidi, hii leo tunavuka hadi kaunti ya Nyamira tuangazie mvutano wa uongozi ambao umekuwepo katika kaunti hii. Ni konao wakilishi wadi, tutakuwa tunaungana pia naye mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nyamira Alfayo Kombo atupashe nini kimekuwa kila kingine huko katika kaunti ya Nyamira. Basi mtazamaji, kwenye studio niko naye wakili Silas Akiro ambaye atakuwa kitusaidia kuelewa basi hii inamaanisha nini kisheria, ya kwamba kwa zaidi ya miezi 8, miezi 9 hakuja kuwa na vikao rasmi katika au ndani ya bunge la kaunti ya Nyamira. Aidha mtazamaji, niko naye Alfayo Ngeresa, huyo ni mwakilishi wadi kutoka wadi ya Mekenene katika kaunti ya Nyamira. Asanteni sana kwa kutenga muda na kuja kuwa nami kwenye studio za TV47. Karibuni, labda tuanze hapo. Alfayo, ulikuwa ukinijuza hapo awali ya kwamba hili lilitukia kama mwaka jana hivi mwezi wa Agosti. Kumekuwa na vikao mashinani na pia kumekuwa na vikao vingine ndani ya bunge la kaunti ya Nyamira, kumaanisha na si vikao ambavyo vinawiana. Kuna wananchi wa upande huu, kuna wananchi wa upande huu, kuna wakilishi wadi wa upande huu na kuna wengine wa upande huu. Labda nini kilitukia pale katika kaunti ya Nyamira? Nini kikapelekea nyinyi kutoelewana, na uhasama ulitokota vipi na imekuwa kwa muda unaotoshana vipi? Asante sana madam. Naam. Hii tukio ambaye litokea Nyamira unajua ni la kusangaza zingine, kwa sababu kwa muda mrefu katika Kenya hii hata sijasikia kaunti ikiwa na assembly mbili. Nafikiri Nyamira ndio ya kwanza. Kistaajabu ya Musa. Maajabu ya Musa. Imekuwa na assembly mbili, tuko Masinani, tuko na ile nyingine nafanyia kwa assembly. Naam. Hili tukio lilitokea katika mwaka jana, wakati spika wetu Enoch Okero alikuwa anaendelea na vikao vyake katika assembly. Ghafla akapata nasambuliwa na wakilishi wa wodi fulani. Ni kama walikuwa wamepanga, walikuwa wanataka kumuondoa. Unajua huko kwa assembly kuna mambo mingi kama tamaa ya viti. Kuna ile positions tunapeananga pale kwa assembly kama sisi wakilishi wa wodi. So kuna wengine wanaweza panga wasema tutoe huyu kitu, huyu apate na huyu apate, huyu apate namna hii. So ni kama kuna mlengo ulikuwa umepanga. Wakati huyo Enoch Okero alikuwa anaendana vikao vyake katika assembly, akapata nasambuliwa. Nafikiri kuna hizo video ambaye zilisambaa sana, unaweza kuziona. Hata nafikiri zingine mko nazo. Wakati alikuwa anafanya vikao, kuna wakilishi mmoja alimtupa maji ya chupa kumupiga, lakini akaepa hiyo maji kapita. Ghafla wakaanza kumshambulia, wakaenda paka mahali anakaa kwa kiti, wakamtoa huko forcefully. Na yeye akaona hakutaka wapigane, yeye akasalenda, akatoka polepole, akaenda ofisi yake ambayo iko hapo nyuma kwa assembly. Hapo wakateua mmoja wao akaanza kuendesha vikao vya assembly kwa siku hiyo. Na kupeana vyeo mbalimbali. Wakamaliza, wakaenda paka ofisi ya huyo spika Okero, tena wakamfuata huko, wakaanza kumfuruza kutoka ofisi. Wakamfuruza hadi wakampeleka paka kwa gari. Hata wengine walikuwa wanataka kumpiga, lakini japokuwa yeye alinyamaza, wakampeleka kwa gari, wakamfukuza kabisa, akaenda. Sasa alipoenda kidogo, yeye akaona si vizuri alipofukuzwa kwa nguvu kutoka ofisini mwake na assembly alipokuwa akiendelea na majukumu yake. Akaenda kotini. Wakati alienda kotini, akapewa koti order ya kumwambia arudi aendelee na kazi yake kama kawaida, majukumu yake. Alipopewa hiyo order, akajaribu kurudi. Nafikiri kuna video zimesambaa, hata zingine mko naye. Akajaribu kurudi. Wakati alirudi,
kuna ile grupu ingine ilikuwa imeenda imenisaidi wafanyikazi kabisa, wameungana. Sasa wakati Okero alipokuwa narudi, wakamfurusa na mawe. Wakamfukuza kabisa, wakamtupa mawe kabisa, wakamfukuza hadi akarudi. Sasa alipofukuza alirudi kotini. Akaambia jaji kwamba pale mliponipea koti yote nirudi, nimefurushwa. Kaambiwa ni nani na nani walikuwa wanamfurusa. Wale walionekana wakaandikwa majina. Wakatakiwa wakamatwe. Otherwise walikamatwa. Wakapelekwa kotini, wakaenda wakaweka makoti, wakaomba msamaha kabisa. Hata kuna makilipu inaonyesha vile walikuwa wanaomba msamaha, wakasema hawatarudia. Watamwacha arudi aendelee na majukumu yake. Lakini waliporudi kutoka huko tena, wakaja tena wakakataa ruhusa aingie tena huko. Hata baada ya kuomba msamaha sasa. Kwa kotini wale walikuwa wanamfurusa na mawe. Wakisaidiana na wafanyikazi. So wakarudi tena, bado wakakataa asirudi tena. So walipokataa asirudi, aliona hakuna option ya kupigana. Kwa sababu mtu anaweza umia, hata siku yake angeumia, na yeye ni mtoto mdogo, si mtu mkubwa sana. Is around 30 to 35 years. So ni mtu mdogo huyu, sasa kama akiumia hata familia yake itaumia. So tuliamua, kwa sababu tulikuwa tumeshapitisha wakati mwingine, tukasema tunaweza kuwa na iko kwa sheria. Nafikiri wakili kama anaweza sema. Tulikuwa tumeshapitisha bunge mashinani. Tuwe tukifanyia bunge letu mashinani, na tuko na ofisi 20 katika mawakilishi ya ward. Tuko na maofisi 20 ya wakilishi wa ward 20. Tuko 20 Nyamira. So tulikuwa tumepitisha, tukasema tunaweza kuwa tukifanyia vikao vyetu katika hizo maofisi, ili wananchi tupeleke huduma karibu na wananchi. Wakati tunafanya, watakuwa wakikuja hapo wanaangalia, kwa sababu wanasikianga vile tunafanya majukumu yetu, hawajawahi ona. Wengine wapate nafasi wakuje wanaangalia. Tulikuwa tumepitisha hiyo, tukasema tusunguke kila wakilishi wote ofisi yao tunafanyia huko. Wananchi tukialika, wananchi wanakuja naye wanaangalia. So Mheshimiwa Spika Okero aliamua, akasema kwa sababu tulikuwa tumepitisha hiyo, ni afadhali sasa baada ya kwenda huko nipiwe, wacha niendelee kufanya vikao vyangu katika bunge mashinani. Na sasa Alfayo, kabla hatujasikia kauli za wananchi kutoka kaunti ya Nyamira, unasema kwamba pale katika kaunti ya Nyamira kuna wadi 20. Yes. Wangapi wanaunga mkono Okero, wangapi wanaunga mkono Julius Matwere? Kwa nini kukawa na uhasama kando na uteuzi wa yale majina, labda zile nafasi za uongozi katika kaunti hii? Wangapi, na kwa nini wanaunga mkono Okero? Wengine kwa mfano nyinyi sasa mnaunga mkono Okero, hao nao kuna spika mwingine ambaye sasa anaendeleza vikao katika bunge la Nyamira. Kwa nini kuna huo uhasama kati yenu? Kwa nini imekuwa ni vigumu nyinyi kuelewana na wale wabunge wengine au yule spika mwingine? Madam, asante sana kwa hilo swali nzuri. Unajua hii siasa kitu inaharibu katika hata national government, hata wapi. Siasa ni siasa, unajua. Ndio unaona hata nchi nyingi tamaa inasika watu mpaka wanapendua president na hajafanya makosa. Hii ya Nyamira nafikiri ni mambo ya tamaa. Juu sasa kama speaker alikuwa anaendelea na majukumu yake kwa assembly, sasa watu kwa ghafla wanaanza kumtupa chupa ya maji, wanaanza kumfurusa kutoka ofisi, anaenda ofisi yake ile private iko nyuma huko kwa assembly, wanamfuata huko, wanamfurusa, wanamtoa. Wakati huo tulikuwa tunafikiria kuna kitu kizuri na kuna kitu kipaya maybe wameona kwa Okero. Hata mimi mwenyewe nilikuwa kwa hiyo mlengo. Sasa ulipokusa yeye, kwa sababu niliingia hapo kwa sababu niliona saa nyingine kuna kitu wameona Okero amefanya mbaya. Kwa madai gani? Kwa mfano unasema Okero anafanya nini? Sasa mimi wengi wetu sisi tulifikiria sasa kama wamemfukuza, labda kuna kitu mbaya wamefanya nini, wameona. Tukasema okay, tukae pamoja, museme ni makosa gani amefanya. Madam kidogo, ndio maana nakuambia ni tamaa.
Sisi wengine kabla hatujakuja, kesho ukikuja unapata ati fulani alipandishwa madaraka. Ukikuja ikimefanyika. Hawa tu na hawachaingia kwa madaraka na hawachakuwa hata na spika. Lakini sasa nikaona mara moja kama sasa kwa mfano Kilaki acha retire, anaitwa Daniel Olina. Bado wako acha retire, ako hapo. Wacha Daniel Olina, wamesema wameweka deputy wake kwa Kilaki. Tukajaribu kuwauliza, Olina acha retire, alikuwa amebakisha kama miaka 5 retire. Mbona mnaweza kuweka huyu deputy mseme yeye ndiye atakuwa Kilaki? Wakasema hapana, tutaambia Olina retire ali retirement. Sasa unaweza lazimisha mtu aende retirement. Tukaanza kuona hao watu waende vizuri. Kidogo wanaanza kuleta wafanyikazi fulani, wanaanza kuwapromote. Kama sasa unajua Madam Nyamira ni assembly ndogo sana. Kati ya ile assembly siko ndogo ni Nyamira. Naam. Iko na wakilishi 20 na zingine kama Kisii siko na wakilishi kama 45. So Nyamira ni kidogo. Sasa tukapata wameanza kuteua, wameweka Kilaki na Kilaki yako. Sasa wamepromote huyu mwingine anaitwa Onyali na ule Olina acha retire. Wameteua madepute Kilaki 3 badala ya mmoja. Naona sasa badala ya mmoja wameteua makilaki, madepute Kilaki 3. Sasa hao madepute Kilaki tulijaribu kuwauliza madepute Kilaki 3 wanafanya kazi gani, sababu assembly ni kidogo. Tukapata tuelewani. Ndio wengine wao tukaona hii ni watu walikuwa wanajitakia madaraka. Sisi wengine tukajiunga na Okero. Tufanye vikao na yeye kwa masinani, kwa sababu Okero tu kuona makosa alifanya. So kwa wakati huu Okero wako na wakilishi, unajua tulikuwa 34. Kuna mmoja wetu alikuwa majority leader, alituacha, alipata accident. So tukapaki 33. So kwa hawa 33 kwa saa hii wale wako kwa Okero ni 18. Na wako 18 na hao wengine ni kama 15. Naam, Silas, inaonekana kwamba ni bunge ambalo kabisa halifuati sheria. Tukisikia kauli zake Alfayo ya kwamba kuna uteuzi bila hata kujuzwa kwa pande zote za siasa katika bunge hili la Nyamira. Hivi inamaanisha nini kuhusiana na utekelezwaji wa sera, utekelezaji wa uongozi na pia maamuzi ambayo yanafanyika katika bunge la kitaifa, ya kwamba kuna wawakilishwaji ambao hawaelewani kabisa na sasa wameanza kuteua nafasi za uongozi bila ya kuzingatia sheria? Na bila shaka hali tatanishi lililoko katika jimbo hili la Nyamira ni jambo la kuzungumzia katika hafla ya kitaifa, kwa sababu inasemekana wakati jambo baya linaanzia sehemu moja linaweza kuangamiza sehemu zingine tena. Kwa hivyo kunao wale ambao wamekuja mbele na kusema ya kwamba rais aweze kuchukua hatua kwa hili jimbo, kwa sababu rais mwenyewe anayo mamlaka kupitia kipengee 192 cha katiba yetu, yani the Constitution of Kenya 2010, ili kuweza kusitisha kazi au majukumu ya jimbo la Nyamira kwa sababu ya mambo matatu ambayo yameangaziwa pale kwenye kipenge hicho cha katiba. Kwa mfano, wakati kuna internal conflict, mzozo wa kindani, na mzozo wa kindani lazima ielezewe kwa upana, na pia iwapo kuna vita, war, na pia katika hali la dharura, emergency, na pia in exceptional circumstances, katika zile hali ambazo ni teule, hali ambazo ni dhahiri
na katiba pia inaelezea kwamba kabla rais aweze kusitisha kazi au kususpend kazi ama shughuli katika jimbo moja au lingine, kwa hiyo hali ya tatu ambayo ni exceptional circumstances, lazima kukuwe na baraza au kamiti ya inquiry kuweza kuangazia yale ambayo yameendelea na rais anaweza saidia namna gani. Na vile vile katika kipengee cha 5 katika kipengee cha 192(5) ya katiba tunaelezewa ya kwamba wakati rais anasitisha shughuli za kaunti fulani, wakati rais anasitisha shughuli za rais, yani anasuspend county government fulani, bunge la seneta lina mamlaka ya kuweza kuondoa hiyo suspension wakati wowote. Kwa hivyo tumesema, Wakenya wanasema ya kwamba kuna uwezekano kwanza kuingilia kati kwa mazungumzo, pande zote mbili ziweze kujadiliana, kukuwe na hafla kama iliyokuweko wakati wa mwaka 2007-2008 ambapo vigogo wawili waletwa pamoja wakaweza kuzungumza. Na pia inasemekana kwamba kuna wale ambao wanataka kaunti ifuate sheria jinsi ilivyo. Kwa mfano, ikiwa spika bado yuko na alichaguliwa rasmi na wawakilishi wodi wa jimbo hilo, na kisha baadaye spika mwenyewe akaweza akapewa suspension, kwamba atulie kidogo kwa muda fulani, akatii sheria, akaweza kutulia kwa muda fulani, baadaye akarudishwa kufanya kazi. Hatuwezi tena kukuwa na spika mwingine kabla sheria haijafuatwa kuweza kumuondoa huyu mamlakani ipasavyo. Kwa hivyo kuna upande ambao unakiuka sheria na inaonekana ni kwamba ndio upande ambao unaungwa na serikali iliyoko ya kaunti. Serikali ya kaunti, au pengine tunasema political interplay. Yani kuna baadhi ya vigogo wenye nguvu kwenye serikali kuu kwa mfano, ambao huenda wanaingilia kati hali ya kaunti ya Nyamira, ambayo inaleta hizi mizozo zote, kwa sababu iwapo sheria itazingatiwa jinsi ilivyo, hakuna uwezekano wa kuwa na kaunti bunge mbili katika kaunti moja. Wakati haifai, kwa sababu unamwona controller of budget Nyakang'o anaandika, anasema nimepokea barua 2 kutoka kwa kila spika. Anauliza ni gani nitumie, lakini baadaye anasema mimi kimsingi nina mawasiliano kisheria na county government, sio county assembly. Kwa hivyo mimi nitashughulika na county government. Kwa hivyo katika mizozo iliyoko kwenye jimbo hili ni jambo ambalo linafaa liibue swala la kitaifa. Wale viongozi wa kitaifa walio na mamlaka kikatiba waweze kuingilia kati, waone iwapo kusitisha utendakazi wa kaunti hii ya Nyamira kwa muda mchache. Katiba inapeana siku 90. Kwa muda mchache wanaweza kuketi chini au kuketishwa chini, kuongeleshwa, kuweza kuleta mawiano kati yao. Ila baada ya miezi hizo 3 au siku hizo 90, katiba inaruhusu uchaguzi mwingine kuendelea katika kaunti hiyo. Asante sana wakili. Naomba sasa tuvuke hadi kaunti ya Nyamira. Tunaungana na mwakilishi wadi mteule kwa jina Doris Nyamwange, akituchorea taswira kamili ya jinsi pia msukosuko huu wa uongozi, hii vuta ni kuvute, jinsi imekuwa ikiendelezwa katika kaunti ya Nyamira. Doris Nyamwange, karibu sana kwenye studio za TV47. Ingawa uko mbali, labda
Alfayo alikuwa ametupatia mtiririko wa matukio ya jinsi kumekuwa. Kwa upande wako wewe kama mwakilishi wadi mteule, nini kilitukia? Na je, labda mmejaribu kufikia wosia wa gavana wa kaunti ya Nyamira, anasema nini, na kuna hatua zozote ambazo mmechukua kama wakilishi wadi wateule kuhakikisha ya kwamba angalau amani na pia maelewano yamerejea katika bunge hili la Nyamira? Asante sana. Nataka nikurekebisha kidogo, jina ni Mheshimiwa Doris Nyamanga, wala si Nyamwange. Samahani sana, Doris Nyamanga. Nyamanga. Haya. Ya, nimeteuliwa na chama tawala cha UDA. Aha. Ningependa kueleza mtiririko wa matukio, jinsi ambavyo mwenzangu Mheshimiwa Alfayo Ongereza aliweza kueleza. Naomba upaze sauti kidogo. Nikana kwamba mzozo, nasema kwamba ningependa kueleza mtiririko wa matukio. Naam. Jinsi ambavyo mzozo huu ulianza. Ilikuwa ni mwaka jana 2024 mwezi 9, wakati tulijaribu sisi wawakilishi ward wote 34 tulijaribu kumpindua mamlakani gavana wa jimbo la Nyamira, Mheshimiwa Amos Nyaribo. Na jambo hilo lilianzishwa na wale ambao wamechaguliwa, wale madiwani ambao wamechaguliwa, Mheshimiwa Gereza akiwa mmoja wao. Wakapitisha kila ambacho walikuwa wanaita the Riots Act, kwamba yeyote ambaye atapinga kupinduliwa serikalini ama kung'olewa mamlakani kwa gavana wa Nyamira aweze kutolewa kamati zote. Kama alikuwa ni mwenyekiti wa komiti, anatolewa. So ikafika wakati wa kupiga kura, Mheshimiwa gavana akuweza kubanduliwa. 22 wakapiga ndio, 12 wakapiga la. Na kura ambazo zilikuwa zinahitajika ni 23, kwa hivyo hatukuweza kumtoa mamlakani. Kundi hili la watu 22, Mheshimiwa Gereza akiwa mmoja wao, Naam. tulienda tukaketi chini, tukasema kwamba ni wapi mvua ilitunyea. Wakasema kwamba Spika Okero ndiye aliweza kumsaidia gavana Nyaribo kutopinduliwa serikalini. Mheshimiwa Okero akatupeleka, nikana kwamba wakasema kwamba let's go for bonding. We went to Mombasa. So tulipotoka Mombasa, hapo ndio mambo yalienda sengebunenge. Nikaona kwamba hawa wenye wamechaguliwa, wale wawakilishi wote ambao wamechaguliwa, wakasema kwamba hawana imani na Spika Okero kuwa spika wa bunge. Ndio rapsha, furugu zikazuka pale bungeni. Mheshimiwa Okero akaenda kotini. Alipotolewa kule katika hizo rapsha, kuna what we call the speakers panel. Mmoja wa speakers panel akaketi kama speaker. Sasa hii ni baada ya kurejea kutoka Mombasa. Mmoja alikuwa. Sasa hapo ndio walipanga namna ya kumpindua. Tulipofika hivi na Mheshimiwa Okero ameketi, kwa sababu kwa hizo video ambazo zilizambaa kote kote, mulisikia kuna mmoja alikuwa anasema point of order Mr. Speaker, point of order Mr. Speaker. Sawa sawa? Naam. Sasa hapo alipokataa kuwapatia nafasi, ndio uliona maji yanarushwa, mangumi yakarushwa hapa na pale. The sergeant at arms wakaweza kumtoa kule bungeni, wakampeleka kwa ofisi. Kila ambacho kilijiri katika ofisi, mimi siwezi nikasema ni nini. Mimi nilikuja kupata kwa parking ya speaker, ndiye anaambiwa toka. Naye akawa mtiifu, akatoka na gari la assembly. Akatoka hapo kwa majengo ya bunge. Yule ambaye alikuwa number 3 in the speakers panel, akachukua hatamu ya uongozi
kama spika, akapatia yule mheshimiwa ambaye alikuwa na point of order. Na ile point of order walikuwa wanasema walikuwa wanazingatia kwa Assembly Standing Orders number 51 ndio wali revoke. Wakasema kwamba wasuspend speaker. So that is how Honorable Okero alikuwa suspended kutoka kwa assembly. Yeye akaenda kotini akapata order ya kumrudisha. Aliporudishwa bila mheshimiwa Ngeresa alisema kukawa na furugu. Bado hizo video ziko hakuna maelewano pale. Hakuna maelewano. Na haja kila makosa ambayo mimi nasema kwamba sisema kama ni makosa ama ni nini ama ni kupandwa na jadhiba ama kufuraha kwamba nimepata order, akakuja na watu wengi. Sasa wale watu ambao walikuja walikuwa wanaimba nyimbo wakielekea majengo ya bunge. Spika naye alipofika lango kuu alihudhuria, alihutubia ule umati wa watu. Sasa wale waheshimiwa ambao walikuwa ndani ya bunge na wafanyikazi, kukawa ni kana kwamba unaona ule mchezo wa volleyball. Pande hii inarusha, ingine inarudisha, inarusha, ingine inarudisha. So tukawa na hizo sintofahamu. Wakaenda kotini. Kuna wale ambao vile mheshimiwa amesema si ati hakuna mheshimiwa alikamatwa, walishtakiwa mambo ya contempt. Walishtakiwa mambo ya, na sisi wote tulienda kotini mambo ya nini? Walikuwa wanaitwa contemners. Contemners. Ya contempt. Hakuna mheshimiwa alikamatwa. So wakajieleza kwa sababu kuna mmoja wetu after that hizo vurugu zilikuwa, kuna watchman wa assembly alichomwa. Kuna nyumba ya mheshimiwa mmoja ilichomeka. Mwakilishi wadi sasa. The same night tulikuwa na hizo vurugu. Yes, wabo mwagamo. Nyumba yake ikateketea yote kabisa. Labda mnajua nani aliteketeza ile nyumba? Hiyo mimi sitaki kuingilia hiyo, maana hiyo ni kazi ya kuna wale maafisa wa jinai, wale ambao wanafanya upelelezi. Lakini kulingana na kukisia, watchman amechomwa assembly. Nyumba ya mheshimiwa ambaye ako kwa mlengo imechomwa. Si unashikanisha? Na hiyo ni siasa. Siasa ni mchezo chafu. So tukawa na hizo furugu, tukaenda kotini. Wale contemners wakaomba msamaha kwamba walifanya hicho kitendo bila kujua. Justice Okwany akafanya nini? Akajiondoa. Na katika hiyo kesi mlengo huu ulikuwa umeweka what we call preliminary objection, PO. The same day wakati alitoa ruling ya kusamehe au contemners, akasema kwamba ana nguvu za kusikiza kesi kati ya Speaker Okero na Assembly ya Nyamira. Na huo ni ukweli wa maneno, hata tukienda kwa archives tutapata hayo. Akajiondoa, akatransfer hiyo kesi kwa Kisumu, the labor court, kwa sababu ilikuwa ni employer-employee relationship. Hiyo ilipoisha tukarudi, including mheshimiwa Ngeresa. Wakasema kwamba ikiwa tulimpatia kule kumsimamisha kasi kwa muda, suspension, amekuja na hawa watu, wakaleta motion ya impeachment. Na wote walikuja, only 11 abstained, including me, Honorable Doris and Honorable Ngeresa, kwa sababu yeye ndiye ako number 1 kwa list. Wakapiga yes for Honorable Okero to be impeached. Okay. All said and done. So wangapi dhidi ya wangapi? Wameenda. 23 voted yes for Honorable Okero to be impeached. All right. 11 abstained. They never voted. Sasa. No, mimi nilipiga ndio atolewe. Hata mheshimiwa Ngeresa alipiga ndio kwa sababu yeye alikuwa wa kwanza kwa hiyo list na tulikuwa mlengo mmoja. By that time.
Mimi nasema napenda kuwa mkweli, na ukisema ukweli unafanya nini? Unakufungua. I think kama kuna wale ambao wanaelewa sheria, what they are using kwenda mashinani ni kitu ambacho kilipitishwa I think 2015. Wakati assembly tulienda uchaguzi 2017, it died there. Hatukupitisha mswada bungeni kwamba waende mashinani. Tumeenda Senate, ama tumeenda kujianika huko Seneti. Seneti imesema kwamba imepiga marufuku mashinani. Wakasema turudi majengo ya bunge. Jumatatu wiki hii tulikutana sisi wote, wale timu mwingine na hii timu mwingine, tukasema kwamba hii vita tumepigana vimekuwa enough. Turudishe mikuki chini, tuongee kama watu wa jamii moja, ili tuweze kufanyia mwananchi wa Nyamira kazi. Mpaka yale ambayo yangekuwa in the order paper tukayajadili tukiwa sisi wote. So kufika jana mimi nimeamka asubuhi kwamba sasa tuende kwa Dijon, so that tuende mahali, tuende kuzungumza. Naam. Dialogue. Ili turudishe sanity Nyamira. Naam. Wale wengine hawakuweza kuja. That is all I can say, madam, about the scenario in Nyamira. Naam. Kuna picha kabla sija kuruhusu uondoke Doris, kuna picha ambazo zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao ya kijamii usiku wa juzi, ambapo kuna video za wawakilishi wadi wakiwa katika bunge la kaunti ya Nyamira wakiwa na vileo. Kulikuwa nini kilitukiwa pale? Kwa nini kulikuwa na watu ambao walikuwa wamebeba vileo na kupeleka hadi ndani ya bunge la Nyamira? Kwa hizo picha ambazo zinatembea mitandaoni, hakuna mwakilishi wodi hata mmoja. Wale ni akina nani? Hakuna MCA hapo. Na ile ni bunge, kwa sababu ilikuwa inajadiliwa kwa TV na social media. Yes. Ndio? Naam. Hiyo Doris, wala ambao wanahusika kwa sababu yes. There was heavy presence of police officers. Sorry? Yes. You know, kama muangalia jana huko kwa assembly, there was heavy police presence there. They were in uniform. Sijui kama mmeona hivyo. Mimi nilifika huko kitu saa 2:30. I cannot, kuna ile kitu ambacho mimi I can comment about it, of which I don't have facts. All right. Yeah, I don't have facts. Na swali la mwisho Doris, labda zile video ambazo zimekuwa zikizagaa, basi walikuwa wanasema kwamba pale ni ndani ya bunge la kaunti ya Nyamira. Ni ukweli si ukweli? Sasa unajua mimi sijaisi kwenda kufanya utafiti. Juu mimi nilitoka nikakuja nikaingia ofisi ya majority, nikatoka nikaingia kwa plenary. Kwa hivyo hauna ufahamu. Nikaondoka. Hauna ufahamu. Mimi sina ufahamu unless they form a commission of inquiry. Ni ofisi gani, nani aliruhusu, nani alipeana ufunguo kuingia hapo. No. Hapo sitaki kudanganya. Naam, asante. Naam. Asante sana Doris Nyamanga, nimeshukuru sana. Labda la mwisho kabisa, jinsi vikao hivi vinaendelezwa, bado kuna vingine ambavyo vinaunga mkono kuendelezwa kwa vikao mashinani, vingine vingali vinaendelea kwenye bunge la kaunti ya Nyamira. Wewe kama mwakilishi wadi mteule, linaweka mwananchi katika hali gani? Mmekuwa mkishughulikia maslahi ya wananchi kwa njia inayofaa, ama hili limekuwa likidhibiti jinsi mnatoa huduma kwa wananchi? Mimi kwangu kila ambacho kinaendelea katika jimbo hili linahitaji suluhu la kisiasa. We need a political solution, not a legal solution. Sasa unajua, sasa kila mtu akisema kwamba these court orders vile zinakuja, kila wakili ama kila team ina interpret kulingana na vile ambavyo kila ambacho
kinawafaa. Unanielewa? Lakini sisi tungeweka viburi chini, tuweke tamaa chini vile mheshimiwa alisema. Yeye mwenyewe kila ambacho kilimtoa kundi hili kwenda mashinani anajua ni nini. Mimi naomba kwamba hawa wenye waliteuliwa 2022 wamama na wababa zetu wakaamka asubuhi wakapiga foleni wakawachagua. Naam. We lower our ego, we sit around the table and then we come up with a solution. All right. Asante sana Doris Nyamanga. Of which we were almost getting on Monday. Tulikuwa tumepiga hatua kubwa sana. Naam. Kila mtu awache misimamo kali ati if I'm not the deputy speaker, or I'm not the whip, the majority whip or the minority whip, we cannot continue with this assembly. Hakuna mwenye alizaliwa akiwa deputy speaker ama whip ama speaker. Ni kukaa chini tuelewane. Yes. Haya basi, asante sana Doris Nyamanga, mtazamaji mwakilishi wadi mteule kutoka kaunti hii Nyamira. Anasema kwamba suluhu tunayohitaji ni suluhu ya kisiasa bali si ya kisheria. Basi wakili wetu Silas Akira atakuwa akitusaidia kudadavua swala hili. Aidha mtazamaji, kabla sijamhusisha wakili, naomba tusalie tu katika kaunti hiyo ya Nyamira. Tunaungana na mwanahabari wetu Alfayo Kombo, naye anasema na wakazi wa kaunti hii maoni yao ni yepi tangu msukosuko huu au vute ni kuvute hii ilitokea katika bunge hili la Nyamira. Kombo. Shukran na asante sana Ruga Ival. Nipo hapa katika kaunti ya Nyamira ambapo nazungumza na baadhi ya wakazi ili watueleze hisia zao ni zipi kuhusiana na vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa, mvutano, malumbano katika bunge la Nyamira. Kwa sasa hivi ni kipindi cha mwaka mmoja ambapo maelewano bado hayajafika. Kufikia sasa bunge la sehemu ya kwanza liko na wakilishi wadi 12, huenda ile la pili likiwa na wakilishi wadi 23, huku ambapo Spika Okero kiongoza bunge hili ambalo liko na wakilishi wadi 23 na lile lingine likiongezwa na Nyabaro ambaye aliweza kusimamishwa na mahakama ya Kisumu kuwa asiweze kuendeleza shughuli zozote za bunge, huku likiendeshwa na ambaye naibu spika ambaye aliweza kuchaguliwa ambaye ni Benecha. Kwa sasa tutakuwa nazungumza na wananchi watuambie wao kama wananchi hisia zao ni zipi, wamekuwa wakisikipi kinafanyika, na je swala hili au mvutano huu, malumbano haya yanawavuta nyuma kimaendeleo au wao wanafurahia mavutano haya. Pengine mama, utueleze jina lako ni nani hasa wakati huu, na je ukitazama tu kamera unahisi vipi kuhusiana na vita hivi katika kaunti ya Nyamira? Hii vita, mimi kama mama mwananchi wa Nyamira County, ningependelea kusema hawa wenye waerewane Okera apewa hizi time aendelee na county, sisi watufanyie maendeleo. Sisi wa mama tunataka maendeleo. Vile tunateseka, tunatafuta school fees, kitu tunataka ni amani. Mungu awasaidie waerewane, awapatie amani, waerewane vizuri, watufanyie kazi, na sisi wakiendelea kutufanyia kazi na sisi tutaendelea kuwaombea wafanye hiyo kazi kwa bidii na Mungu awachalie. Asante sana. Tuweze kupata huyo pili. Nashukuru sana Radio 47. Sisi tuongea kutoka Nyamira County. Ninayezungumza kwa hakika mimi ni mkaaji na mpiga kura hapa Nyamira. Juzi tumesikia kuwa baadhi ya wabunge ama waheshimiwa wamepatikana kule Nyamira wakiwa wanaburudika katika mambo ya kinywaji ya bia. Naomba kwa waheshimiwa wabunge ama ma-MCA waweze kuwa na heshima, wasikunywe pombe ndani ya bunge. Zaidi ya hapo, ninaomba bunge letu la Senate liliweza kupitisha kuwa tuwe na bunge moja ambalo ni la Nyamira. Mimi naomba waweze kukaa chini, waweze kuelewana kati ya Kiranja ambaye ni Senator Okongo aweze kuja hapa Nyamira, aweze kukaa chini na Governor Nyaribo ili waweze kutekeleza wajibu tulio watunukiwa sisi kama wananchi. Hayo ndio yangu. Naam, asante sana. Pengine ukija wewe tueleze yako ni yapi na unahisi vipi? Je, unahisi kwamba mvutano, malumbano haya huenda yakafanya wananchi kuweza kuumia zaidi? Mimi naongea kama mwenye kiongozi alikuwa zamani katika Nyamira County, katika Keroka County Council. Nimeongea kwamba vile wenzangu wameongea, nimeomba hao wakuje pamoja waelewane. Wakielewana maendeleo itapatikana hapa Keroka. Sisi tutaki mvutano hati hii ni bunge ngine, bunge na kuanga moja. Na bunge na kuanga majority.
Kwa hivyo tumeona hapa tumeteseka sana, maendeleo yaendelee hapa tangu msosa huyo yaendelea. Tunatambua Speaker Okero ndio speaker. Hii mambo ya kisiasa na senator na angekuja pamoja na mheshimiwa gavana waongee pamoja, senator siongee kando na huyo anaongea kando. Sisi wananchi ndio tunaumia. Kwa hiyo majaji nilikuwa nao ndio wanaongea. Naam, asante sana. Pia tusikupata huyu. Shukrani sana kwa kutupatia nafasi kama wakaaji wa Nyamira kwanza kuongelelea maneno yenye tuko nayo kwa hii kaunti yetu. Kuna shida sana kaunti ya Nyamira ambapo hata kazi kwa muda wa mwaka moja imeisha, hakuna kazi inafanyika hapa Nyamira sababu ya vita zenye ziko pale. Hata ukaulizwa swali tu kidogo, gavana wako ni nani kwa mtihani, uwezi sema gavana wa sijui wa Murang'a sijui Rongo Kang'ata, utasema Nyaribo ndio gavana wa Nyamira County. Patia hiyo mzee time yake atufanyie kazi ndio tuweze kufurahia. Ukipindi cha uchaguzi ikifika tutafanya uchaguzi. Tukuje kwa speaker. Koti imetuelezea vizuri. Okero ndio speaker wetu. Patia yeye ample time waweze kutufanyia kazi, waweze kupitisha miswada pale, pesa ikuje mashinani ifanye kazi. Sasa mkipigana hivi pesa zinaenda kwa mifuko ya watu, hakuna maendeleo. Mheshimiwa Nyabaro ni kama hako na shida ya akili siku hizi, hatumuelewi kabisa. Anauza ng'ombe zake, ameuza mali yake kufacilitate waheshimiwa 3 4 waende punge pale kukunywa pombe na kuanza kutuzi wale wengine. Hiyo ni vitu hatuwezi kubali iendelee katika kaunti yetu ya Nyamira. Wacha kukue na umoja, tufanyiwe kazi. Shukrani sana. Pengine ukimalizia wewe, je, zile shughuli ambazo uliziona zikifanyika pale katika bunge lile, unywaji wa vileo, watu wakiburudika, baadhi ya wafanyikazi, je, wewe kama mkazi wa kaunti hii ya Nyamira ulifurahishwa na matukio yale ambayo yamefanyika kutoka siku ya Jumatatu? Mimi sikufurahi sana kwa vile mimi ni mkaaji wa Nyamira na nalaani sana mambo ya assembly ya Nyamira kuweka mabombe huko, magredi ya pombe, mapombe zingine za kienyeji zimetengenezwa, misiki ya kusema torio mwogo hii ilikuwa huko. Sasa hiyo ni assembly, lazima iheshimiwe na Mr. Okero ndio spika wa Nyamira. Spika wetu mwenye tunamchua na tunamfahamu ni Enoch Okero. Kulikuwa na fununu kwamba wapo karibu kuzungumza ili waweze kufikia na kuwiana ili waweze kurejea katika bunge lile, lakini kufikia jana usiku vituko viliweza kuonekana katika bunge lile. Wewe kama mkazi, je, unahisi kwamba waheshimiwa waweze kurejea kwa sababu muda unazidi kuyoyoma, tunaelekea katika uchaguzi? Je, unahisi kwamba baadhi mtaweza kuwarejesha katika uongozi? Sasa kile kilioko, sisi tuko kwa hii bunge letu la Nyamira tuko na assemblies 20 mahali MCA wanatoka. Kwa vile wards, kwa vile Enoch Okero ndio speaker wetu wa Nyamira, aliamua badala ya kwenda huko Nyamira mahali ba uchinga mingi inatendeka, ache mpaka hapa ward ya Rigoma afanyie vikao hapa. Na tena hata sheria inamruhusu. Ako na wabunge 22 na wale wengine wako wabunge 5 6 wakiwa wengi. Na waomba tuwache mambo mingi, tufanye kazi, tuheshimu Enoch Okero awe aendelee kukaa spika wa Nyamira. Sasa tuweze kumaliza. Naomba kwa heshima vyombo vya dola viweze kusimama na kufuata sheria. Hiyo ni kuanzia the county commissioner. Manake sheria imesemekana tuwe na akaunti moja, tuwe na assembly moja. Lakini tumeona kuwa vyombo vya dola vitekelezi wajibu waliotunukiwa. Ili bwana Okelo apewe askari security ya kutosha aweze kutekeleza wajibu aliopewa na hawa MCA. Tunaomba hilo. Hivyo kwa county commissioner mzima na security yake yote waweze kutekeleza kuwa tuwe na assembly moja ambayo itaongozwa na Okelo. Sisi wananchi tuwaumia bwana, tuwaumia na tuwaumia zaidi. Naam, asante sana Ruga Ival. Ni hisia tu za wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira kuhusiana swala zima vita katika bunge hili la Nyamira. Kumbuka kwamba siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu kumekuwa na mazungumzo kati ya wawili ili kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinarejea kwa umoja, lakini usiku wa kuamkia siku ya Jumanne kulionekana pale picha ambazo ni za kugadhabisha, picha za baadhi ya wafanyikazi na wakilishi wadi wakiwa pale tu wakijiburudisha kwa kupata vileo. Ni picha ambazo kisi wananchi wameweza kusema kwamba ziliwagadhabisha. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio ni Ruga.
Ivan. Asante sana Kombo Alfayo, moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyamira. Kauli nzito kabisa kutoka kwa wakazi wa kaunti hii. Kabla sijakuja kwako Alfayo, kuna hiyo kauli ambayo imetolewa na hao wakazi ya kwamba tunaumia sana, it's time viongozi wetu wapate suluhisho. Labda Alfayo, ukimsikia mwananchi kutoka kaunti hii ya Nyamira akiyatoa maneno kama haya ya uchungu na kusema kwamba mnacho tufanyia sisi si haki, how does it make you feel? Asante sana madam. Nafikiri fira hao wananchi wa Nyamira wamelia ni ukweli. Hata sisi tumeona ni ukweli wamelia, na unajua sasa fahali wawili wakipigana nyasi ndio umia. Nyasi ndio umia. Sasa sisi wenyewe bila tunapigana pale, wananchi ndio wanaumia. Kitu nilikuwa najibu mwenzangu ambaye ametoka kuongea. Tunafanya na yeye, ni rafiki yangu na ni mama anajua siasa vizuri na ameongea vizuri. Kitu ningetaka umuulize, unajua wakati tulikuwa kwa hiyo mrengo tukatoka tukajiunga na Okero, una vitu tuliona, nilikwambia havikuwa vitu vya njia mzuri. Kama ya kwanza nimekuambia waliandika Kilaki na Kilaki ya Charitaya. Anaitwa Kilaki ni Tani Liulina. Alafu wakaandika Kilaki kingine kama huyu ya Charitaya. Na hii kumwachiri huyu waliachiri, unajua kuachiri Kilaki is ni process ambayo ya kushindana, kwa sababu hiyo ni kitu iko na bufuto na watu. Lazima itangazwe, watu wakuja wako interviewed, lakini haikutangazwa. Hiyo ungemuuliza kama ilifanyika hivyo. Kitu kingine tunaweza kuongea hata wananchi na kila mtu asikie, kama mwakilishi mmoja wa wote kama mimi anaweza leta bibi yake muandike kwa service board, hiyo inaweza wezekana. Alafu tuangalie tuone hiyo mlenge inaenda vizuri. Wakilishi mmoja ameenda ameleta bibi yake amemwandika kwa service board, hiyo sasa ni yake. Sasa hiyo mlengo ndio tunataka tuende tuanze kuandika mabibi yetu kwa sasa kwa assembly na kufuta turasimise Kilaki ambaye yako alitaya, tuandike mwingine, kuweka madebut Kilaki watatu badala ya moja, kuinitiate wafanyikazi wa assembly, kusema hawa ni Okero, hawa ni wa fulani. Unajua hiyo ndio kitu imeharibu kabisa zaidi. Na vile mwenzangu alisema ati Okero alikuja na watu wengi, hata ukiangalia kwa hiyo clip Okero hakukuja na watu walipaki huko nje kwa compound. Okero akakuja peke yake mpaka kwa mlango akaanza kutupa mawe, na kutoka ile Okero alikuwa na wakilishi wa wote kama 4 5, hakuna mtu alitupa mawe, na hawakuwa na mawe hapo nje, kukuwa na mawe. Kwa hivyo watu walitupa mawe ni wale walikuwa kwa compound ndani wafanye kazi. Hata unaweza kuangalia na nitakwambia huyu ni huyu na wakilishi wa wote ndio walikuwa wanatupa mawe, na wengine hata wameshatoka kwa hiyo mrengo, wameona makosa iko sehemu hiyo, wamerudi. Tumechiunga na speaker mwenye alikuwa. Kwa hivyo nilikuwa nataka nimuulize kama ni vizuri sisi sasa wakilishi wa wote tuende tulete mapipi yetu tuanze kuachiri kwa assembly. Hata tumetoa Okero sasa tunaanza kuandika bibi zetu kwa au watoto wetu. Hiyo si haki. Lazima tuseme ukweli, na kitu ile kipaya kama mimi nilitoka kwa sababu niliona haya yote yanafanyika, si avatari Okero, kwa sababu hiyo maneno yakufanyika. Labda Alfayo, hivi ukimsikia Doris akisema ya kwamba suluhu tunayohitaji ni suluhu ya kisiasa wala si ya kisheria, wewe nayo kwa msimamo wako, suluhu tunalohitaji sisi kama wakilishi wadi au uongozi wa kaunti ya Nyamira, mnahitaji suluhu ya aina gani? Asante sana madam kwa hilo swali nzuri ambayo umeuliza. Unajua naanzia kwanza, wakati Okero alifurushwa sheria haikutumika. Kama mkiona video, sheria haikutumika kwa sababu kuna utaratibu. Kwa msimamo wako ni suluhu ya kisheria? Sheria ndio. Naam, kwa sababu ya muda naomba nimhusishe Silas Akiro. Kauli kinzani kabisa.
Alfayo anasema ni suluhu ya kisheria. Doris kwa upande wake anasema suluhu tunayohitaji ni suluhu ya kisiasa. Tukikumbuka ya kwamba amesema kisheria kila mtu ana ufafanuzi wake wa jinsi sheria inafaa kuwa applied katika mgogoro huo uongozi katika kaunti ya Nyamira. Basi kupitia jicho la wakili na pia katiba yetu ya Kenya, natumai suluhu ambayo inahitajika hapa ni zote, ya kisiasa na pia ya kisheria, ndio watu waweze kuelewana. Bila shaka ningelipenda kurejelea maneno ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati alikuwa akitoa uamuzi wa mzozo baada ya uchaguzi mwaka 2017. Alisema the greatness of a nation lies in the rule of law and above all the fear of God. Yani uongozi au mwongozo wa kisheria na zaidi ya yote kuweza kumcha Mungu, ndivyo alivyosema. Kwa hivyo ukiangalia yale ambayo Mheshimiwa Doris pamoja na Mheshimiwa Alfayo hapa amenena, Alfayo anaegemea upande wa kisheria na bila shaka wakati jambo linafanyika bila kuzingatia kanuni au maandishi ya kisheria, wananchi huhisi ni kana kwamba hakuna haki. Haki hutokana na sheria. Na vile vile licha ya kwamba tuna mwongozo wa kisheria, kunao wale wanasiasa ambao wanaweza kumwagilia maji moto kabla hujaenda mbali. Kwa hivyo ukiniuliza mie nitasema kwamba waheshimiwa wote wawili wako sawa. Tunahitaji msaada wa kisiasa katika mzozo wa jimbo la Nyamira. Na suluhisho hili la kisiasa lazima pia lizingatie sheria. Ili kwamba wakati ambapo suluhisho linatolewa, mtu asihisi ni kana kwamba sheria haijafanyika na kwa hivyo kuna mmoja au wawili ambao hawajapata haki. Kwa hivyo jinsi tu nilivyosema hapo awali ni ya kwamba kuna mamlaka ambayo yamepeanwa kwenye katiba yetu kwa rais wa taifa, kwa bunge la seneti na pia kwa wawakilishi wodi wenyewe. Lakini wakati tunaona kwamba wawakilishi wodi wenyewe ndio walio katika mzozo huu, kwa hivyo wale wengine ambao ndio suluhisho mbadala katika kaunti hii ambayo ni bunge la seneti pamoja na kiwango cha rais, wanaweza kuleta suluhisho kwenye kaunti hii. Wakiwekwa chini kidogo kwa muda mfupi, siku 60, siku 90, utaweza kusikia wakisema ya kwamba sasa tufanye nini? Tuketi chini tuzungumuze, tuweze kutoa suluhisho mwafaka kwenye kaunti yetu. Kwa hivyo nikitamatisha ni ya kwamba wanahitaji kwa ufasaha suluhisho la kisiasa kwa sababu wote ni wanasiasa. Wananchi wakizungumuza, wanazungumuza kwa njia ya kisiasa. Maoni wanatoa maoni ya kisiasa. Kwa hivyo wanasiasa ndio walio na ufunguo wa mzozo huu unaofanyika wapi? Katika jimbo la Nyamira. Lakini suluhisho hilo la kisiasa ambalo litatolewa kutoka kiwango kile chochote ambacho kitawezesha kuweza kutoa suluhisho, lazima lizingatie sheria. Naam, ni muhusishe Doris Nyamanga kwa mara nyingine. Asante sana kwa kuzidi kutegea kwenye laini zetu na pia studio zetu za TV47. Doris, umesikia malalamishi ya Alfayo. Amesema ya kwamba kuna mambo mawili matatu ambayo umeyataja ambayo hakubaliani nayo, na ndio maana amezidi kushikilia upande wa Enoch Okero. Kuna hili swali kuhusiana na ni nani kisheria ambaye anatambulika kama spika wa bunge la kaunti ya Nyamira. Tuanze hapo.
nyewe vile nimeketi hapa ama nazungumza na TV47, Okero ni rika langu. Okero ni mwanasiasa mchanga. And a very bright one. Is open to dialogue. Ndio nikasema kwamba wala ambao tuko na shida ni wala ambao wawakilishi wodi waliochaguliwa. Wako na misimamo mikali. Kisheria pale Doris. Tungeanzia hapo kidogo naomba ujibu hili swali. Nani anatambulika kisheria kuwa spika wa bunge la Nyamira? Kulingana na mimi Doris. Kulingana na sheria. Kabla hujajibu kulingana na Doris, nani anatambulika kisheria kuwa spika wa bunge la Nyamira? Tukirudi hapo madama, kuna ile suspension and then impeachment, akaenda kuchallenge the impeachment. Hakupatiwa stay order. Ndio nikasema kwamba sisi wanasiasa ndio tuko na jibu. Alichaguliwa na wao wanasiasa, tunakaa chini tuulizane what is happening, where the rain started beating us. Na kidogo tu kabla hujaendeleza jibu Doris, Alfayo alipobanduliwa Okero na bunge la kaunti ya Nyamira, mlitumia mchakato sahihi wa kumtoa mamlakani? Asante sana madam kwa hilo swali nzuri ambayo umeuliza. Naona kama hatukutumia ile sheria ambayo inatakikana kwa sababu Okero alitimuliwa akiwa anafanya majukumu yake kwa assembly. Na kuna sheria ambayo inatakikana kufuata. Ukitaka kufukuza speaker lazima ulete motion kwa assembly. Ule mswada haukuwasilishwa bungeni. Haukuwasilishwa bungeni ya kumtoa. Alitolewa akiwa anaendelea na majukumu yake kwa assembly. Na kitu kingine nilikuwa nasema, iko sheria gani sasa wakati alifukuzwa wanaleta mtu wa welding na anachomelea milango? Doris. I think, madam, let Honorable Ngeresa to be honest. Me, I like honesty. And honesty is my virtue. Yes, mlitumia mchakato sahihi. There is suspension sahihi. and there is impeachment. All right. Nasema hivi, there is suspension and there is impeachment. Okay. The impeachment motion was tabled. And Honorable Ngeresa was present. Nani aliyetable huo mswada wa kumbandua Enoch Okero? Ni Mheshimiwa Benecha wa Kiabonyor Ward. So nani hizo ni vitu zenye I think zinaturudisha nyuma. We are not arriving at an answer. Naam, kwa sababu I thought tunakuja hapa tueleze watu wa Nyamira ukweli tupate suluhu. Namba 2, kuna kitu ambacho Mheshimiwa Ngeresa amesema kwamba at Orina never sijui alikuwa kwa ofisi. I think if we used to attend the sessions during before all these shenanigans in the assembly, there is an ad hoc committee that was formed on, I think, August last year, about the conduct of the former clerk Daniel Orina. Na ilikuwa formed under the leadership of Honorable Ogori Okero. Orina akaandika resignation letter. It is here with me. I can share it if you have a WhatsApp number. He resigned for early retirement after he was advised by the elected leaders. By the shida yenye tuko nayo ni hawa wanaume wenye wamechaguliwa. Shida kila ambacho walikuwa namtafuta, I was not part of that ad hoc committee. I don't want to lie. Wale wenye walikuwa, and I think it was being led by the chair of that ad hoc committee was Honorable Benecha of Kiabonyor Ward. Naam. I think kuna makosa nani alifanya huyo the former clerk, and this Onyari is talking about. He has been acting clerk. Hata mukienda wakati waliletana juu Senate last year again.
the former clerk and the acting clerk Orina alikuwa anataka awekwe sijui signatory, all those things, ikaleta shida mingi. Ndio maana hiyo ad hoc committee ikakuja ikawa formed. Orina akaona ni vizuri achukue early retirement, akaandika barua. Number 2, akisema kwamba watu wanaajiri mabibi zao. Mimi sijui mheshimiwa ambaye ameajiri bibi yake. The only person I know, hata huyo mheshimiwa Angeresa. Let us be honest to the people of Nyamira. Tuache ile tamaa yenye alisema. Mimi sina mtu ambaye ni wa karibu, nimeweka kule assembly. Sijaleta bwanangu huko, sijaleta mtoto wangu huko. Lakini kuna wale ambao wanajulikana watoto wao wako huko. Na yeye wacha ataje huyo mheshimiwa mwenye aliweka bibi yake. Mimi sijui, I don't know any mheshimiwa who has brought the wife. Naam, hata simply because Alfayo anasema yuko tayari. Unakatana na hiyo kauli ya kwamba Orina aliandika barua ya sana hata ndio nilikuwa nataka nichibu hata kwa hilo swali. Unakuambia mimi hata hiyo bila ameongea vizuri mheshimiwa Tolis, mambo yote anaongea vizuri. Hata hii maneno ya Orina mimi mwenyewe tuliitwa kwa hiyo hata committee tukaenda Kisumu. Orina kaitwa hapo, wakajaribu kumlazimisha kwa sababu ni kama walikuwa wanataka kuachiri. Ukisema wanajaribu kumlazimisha kivipi? Alisaini. Orina kakataa. Orina alisaini mpaka sasa hivi na tunaongea Orina iko kwa payroll. Alisaini ako. Hata sasa hivi vile tunafanya vikao vyetu huko Masinani. Naam. Lakini Doris anasema ya kwamba hata yuko tayari kutupatia barua yake. Sawa, akiwa naye. Lakini watumie hiyo barua. Mimi najua Orina alisaini. Orina tuko na yeye kama klaki huko mahali tunafanyia Masinani. Na kitu kingine madam nilikuwa ninasema juu ya hii maneno vile hata vile mheshimiwa Doris aliongea. Chusi tuliitana tuongee tuone kama tunasikilizana, turudi kwa assembly sote tufanye kazi. Tukaja tukaongea tukasikilizana kawaida. Wakati tulimaliza tukapata tukiambiwa ati tuende kuripoti kwa wafanyikazi. Tulipoti kwa wafanyikazi tukauliza tunaenda kuripoti kwa wafanyikazi na mnangani maneno yetu kama wanasiasa tumeongea. Tukamwambia hapana, tuende tulipoti huko. Tukaenda tukapata wamewekwa kwa assembly ndani. Wakajaribu kueleza tumeelewana. Wakainua mikono wanasema na hawa wanataka wako na maswali wanauliza. Wakakuwa wakali, wakaleta demand zao, wakasema ile maneno tuliongea huko ni yetu au hawajui. Wakaanza kuleta demand zao tofauti na sisi tumeongea tumeelewana. Mpaka sasa wengine tukasindwa. Sasa sisi wote tulikosana ni wakilishi wa wote. Wengine ni nominated na wale wengine tumechaguliwa. Sasa hii maneno inakuchaji mpaka inaingia kwa wafanyikazi. So ndio tulistukia hiyo maneno ulisema, hata video uliona, hata mimi niko naye na iko kwa mitandao ya kila nafikiri kwa nyumba za utangazaji. Usiku kuamka tukapata video zinasambaa kwa mitaani kwa mitandao ya kijamii. Wafanyikazi wale walikuwa wafanyikazi, hakuna mwakilishi wowote alikuwa hapo. Walikuwa wafanyikazi wetu wakinywa pombe, na hapo ni ofisi. Hata ukiangalia hapo kuna meza za ofisi, kuna viti, kuna maservice hapo, uliona kuna mafaili, wanaimba hapo wakitacha tunataka fulani hapa, na wakiimba hatutaki fulani hapa. Sasa ukiwa hao wafanyikazi wamefikia hapo, utaenda kufanya aje? Mtaenda kuungana aje mfanye hapo? Na wamesema wale wengine hawatakikani kwenda hapo. Na sasa ukiangalia kwa hiyo video kuna pombe imejaa kwa meza, kuna nyingine imewekwa kwa shelf. Sasa kama kuna kilaki hapo, hiyo watu walikuja aje hapo? Nani aliwanunulia pombe wakakuja kukunywa? Hata wanachunga hapo mpaka asubuhi tusikuje. Nani alikuwa amewanunulia pombe hapo ndani ya assembly? Naam, asante sana Alfayo. Kwa sababu ya muda, Doris, naomba usiondoke tafadhali. Nataka tuzungumze naye spika wa bunge la kaunti ya Nyamira, Enoch Okero, naye ajibu maoni yake na msimamo wake kuhusiana na msukosuko huu mzima ndani ya bunge la Nyamira. Wacha nimpatie nafasi Okero aseme nasi. Kama kuna mtu yeyote bado anaamini yeye atakuwa juu ya sheria, huyo anajidanganya. Tuende katika national government. Uliona chuzi mahakama imeongea ile mambo ya Gachagua ambayo tulikuwa tumesema ameshakuwa impeached. Sheria imechukua mkondo wake.
Mimi vile vile sheria ilitangaza mapema, ikasema vizuri niendelee kufanya kazi kama spika wa bunge la Nyamira hadi ile kesi iishe, na hiyo kesi haijaisha. Lakini sasa ukiangalia watu wengi wanafikiria ukiwa mwanasiasa wewe uko mkubwa wa sheria, na ile kiburi mingi ambayo unaona watu wako nayo, hawataki kuheshimu sheria, ni ile wanafikiria wako na ile political protection. Eti niko na mjumbe pale national government, niko na senator pale, ataenda anitetee na hakuna kitu itafanyika. Wanasahau kwamba sheria ni ya kila mtu, na sisi wote tunastahili kufuata maagizo ya sheria, na haswa yale mambo kotini imetangaza vizuri. Niendelee kufanya kazi, na kitu inanifurahisha pale ni majengo tu. Ile vita unaona Nyamira ni majengo tu wanalinda. Lakini mambo ya sheria vile umekuja hapa, tumepitisha watu wa kuenda kufanyisha interview, watu wa kuachiliwa katika Public Service Board. Tumepitisha miswada mbalimbali, County Fiscal Strategy Paper. Hapa mashinani tukapitisha supplementary budget ambayo tunaenda kumaliza kuitumia hii mwisho wa financial year, na ile maendeleo mnaona tractors across the counties, across the wards, mambo mengine mengi ambayo yameendelea saa hii, balls zimejimbwa wards zingine. Ile mambo yote tumepitisha tukiwa mashinani. Mimi niko na kalamu yangu, na mimi nimeaba kwamba hata ikiwa ni hapa mashinani, watu wote wa Nyamira watapata ile huduma ambayo inastahili kutoka kwa bunge letu la Nyamira, ili ile serikali nyingine ya Governor Amos Nyaribo ikaweza kutekeleza yale mambo. Sababu bila bunge ile serikali nyingine itakuwa imekwama kwa mambo ya miradi na mambo mengine mengi. Kama saa hii umeona tuko na budget ambayo itaenda kufanya kazi 2026-2027. Hiyo budget ndio tumemaliza leo, na tutaenda kuijadilia hivi karibuni ili tukaweze kupea wananchi wetu maendeleo. Je, naona kwamba pia baadhi ya wafanyikazi katika kaunti wameweza kuingia katika vita hivi ambavyo ndio wawakilishi wadi. Je, spika, unahisi ni kipi ambacho kimechangia mpaka wawakilishi wafanyikazi ambao wakati wa uteuzi wako walikuwa wamejawa na furaha, lakini kwa sasa tunaona kwamba wamegawanyika mara mbili? Kuna wale ambao wanakuunga na wale ambao wanaunga upande ule mwingine. Asanteni sana. Unajua bunge nilikuwa nimeshikilia vizuri sana. Tulikuwa tumeleta kitu inaitwa sanity katika ile bunge. Kila mtu wa kufagia, mtu mlinzi wa usiku, waheshimiwa na staff wote, tulikuwa tumelainisha kila mtu alikuwa anasawadiwa kulingana na kazi yake. Lakini wale ambao walikuwa na nia mbaya, waliona nchi ya pekee wanaweza faulu katika ile vita, lazima wangeenda wafanye radicalization kwa staff. Like wakawekea vitina mingi, eti tukiingia kwa ofisi tutawapandisha chop group grade kama 3, wakawapea zile tunaita false promises. Na wale staff wengi kuona hivyo wakakimbilia, lakini wametumika, wamepigana vita, ile mambo yote waliambiwa haiko. Saa hii hata jana wakati waheshimiwa walienda pale, waliona wale staff members hata wao wenyewe walikuwa wanataka kupiga wale waheshimiwa ambao walikuwa wanawatumia. So bunge letu saa hii alionekani kama ni bunge. Wafanyakazi wako pale, unaona ni kukunywa pombe, kuna silaha pale bungeni. So hata maisha ya waheshimiwa wenzetu iko hatarini, hata wale wenye wanaenda pale. So ndio maana mimi nimeamua na wale waheshimiwa wenzetu ambao wako hapa, ambao ni namba kubwa, tuko 20 hapa mashinani, wale wamepaki pale ni 12 ambao pia wengine wanataka kukuja hapa. Naam, ni kauli ya Enoch Ogori Okero ambaye ni spika wa bunge la Nyamira, lakini ni spika kwa upande mwingine kwa sababu vikao vyake vya bunge anavifanyia katika mashinani au katika kwenye nyanja yani. Sasa mtazamaji, kwa sababu ya muda, Doris, naomba nikupatie nafasi ya mwisho. Huu ni mjadala bila shaka ni mjadala niwe radhi ambao bila shaka tuwezi kukamilisha kwa kipindi kimoja. Naomba tu nikupatie sekunde 30. Hivi Okero akishikilia kauli ya kwamba bado yeye ndiye spika wa bunge la Nyamira, lakini nyinyi kwa upande mwingine mnaendeleza vikao vingine, unadhani kuna tumaini yoyote ya kurejesha uwiano katika bunge hili la Nyamira? Asante madam. Vile ambavyo nilikwambia ni kwamba Honorable Okero
ni mtu muungwana, ni mtu msomi. Ajaribu kwa uwezo wake kuleta haya makundi yote pamoja. Naam. Ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu after 2027 kila mtu atarudi kwake. Afanye shughuli zake. Hii vita vinaendelea kuleta uhasama. Mimi ningependa tuwe na amani, upendo na umoja. Naam. Hilo ndilo kauli langu la mwisho. Naam, asante sana Doris, na bila shaka tutakutafuta siku nyingine kwa mazungumzo zaidi kuhusiana na mgogoro huu wa uongozi katika kaunti hii. Kwa sekunde 30 Alfayo, Doris amezidi kusisitiza ya kwamba tunahitaji hili suluhisho, lakini njia tu ya kutafuta hii suluhu au njia moja ya kufanikisha hii suluhu basi ni Okero aweze kujitokeza na muweze kuzungumza, kumaanisha hili ni suluhu la kisiasa, lazima mseme. Lakini kisheria bila shaka Okero ndiye anashikilia kiti pale katika bunge la Nyamira, lakini hata na mamlaka haya yote Okero ameshindwa kuendeleza vikao katika bunge la kaunti ya Nyamira. Huu mgogoro utaishia wapi? Asante sana madam kwa hilo swali. Mimi nitaongea vile mwenzangu rafiki yangu Doris ameongea. Lazima tutafute njia ya kuongea na kuelewana, kwa sababu kama wakati huu kitu nilikuwa nasema ni wakati wa kujadilia juu ya budget. Sasa hii budget tukijadilia, kama wanasema hakuna speaker na hii budget inatakikana tukiipitisha lazima isainiwe na speaker ndio iende kwa executive, kwa governor. Nani ataisaini kama hakuna speaker? Kwa hiyo mimi nasema wacha sisi kama viongozi wa Nyamira tuwache kuchochea wafanyakazi, kwa sababu kama hao wafanyakazi kama hawangekuwa naingilia hii maneno ingekuwa imefikia mahali imefikia saa hii. Kwa sababu ukiona kama wanakunywa pombe ndani ya ofisi, jiulize ni nani anawanunulia. Kuna watu wafandi kuwanunulia pombe na kuwapatia pesa. Kwa hivyo sasa hali ikiendelea kama hiyo, kuelewana inakuwa ngumu, kwa sababu naye wafanyakazi kwa njia nyingine wako na uwezo yao na demand zao wanataka ifanyike, wanataka fulani. Kama wakati tulienda huko walikuwa wanatusomea, wanatuambia tunataka fulani, kama yuko amutarudi hapa ndani. Sasa hiyo wafanyikazi na hawa ni wafanyikazi wa serikali, sisi ni watu wa siasa. So wangewacha sisi watu wa siasa peke yetu tukae chini vile tulikuwa tumeelewana, tuelewane. Kwa hivyo mimi nasema asante sana kwa kutuita hapa kwa TV 47. Naam. Asante sana. Basi mtazamaji, niwe radhi Silas Akiro, sitaweza kukupatia nafasi ya kufunga kwa sababu ya muda. Ni mdahalo bila shaka ambao tutakuwa na kikao kwa mara nyingine. Mtazamaji, tumekuwa tukijadili kuhusiana na mgogoro wa uongozi ulioko katika kaunti ya Nyamira. Nimekuwa nao wakilishi wadi akiwa ni pamoja na Doris Nyamanga ambaye ni mwakilishi wadi mteule pale katika kaunti ya Nyamira. Aidha mtazamaji, nimekuwa naye Alfayo Ngeresa, huyu ni mwakilishi wadi kutoka Mekenene, na pia mtazamaji nimekuwa naye Silas Akiro, huyo ni wakili akitusaidia kuangazia masuala haya au mgogoro huu kupitia jicho la usheria. Basi tutakomea hapo, lakini bila shaka bado hatujapata suluhu. Ni mdahalo, bila shaka tunahitaji kuwa nao kwa mara nyingine. Tuchukue mapumziko mafupi, zitimia hapo saa 7 za adhuhuri. Basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia kamilifu. Jina langu ni Ruga Ival. Kwa heri ya kuonana.